Naam, unapozamia shughuli za kilimo, moja ya nguzo muhimu ya kufanikisha ndoto na uwekezaji wako shambani ni mtaji. Mbegu bora, pembejeo, teknolojia na mipango bora vinahitaji uwekezaji wa kutosha ili kupata mavuno yenye tija. Wiki hii katika makala ya Kilimo Leo tunaangazia namna ambavyo baadhi ya vijana wameanza kubadilisha maisha yao kupitia mipango ya uwezeshaji wa serikali, hasa mpango wa Nyota, mpango ulioanzishwa na serikali ya Kenya kwa ufadhili wa Benki ya Dunia, unaolenga kuwasaidia vijana kupata ujuzi na mitaji ya kuanzisha au kukuza shughuli zao za kiuchumi. Katika makala haya tunatembelea eneo la Lembus katika kaunti ndogo ya Eldoret, ambapo vijana walionufaika na awamu ya kwanza ya mpango huu wanatusimulia namna walivyotumia fursa hiyo pamoja na matarajio yao kuelekea awamu inayofuata. Mimi ni Kamau wa Ithaka. Kwa pesa ya Nyota nilishika ya kwanza, nilinunua kondo moja na niko na shamba nilikomboa, nikapanda mahindi kidogo, alafu kuna ingine sitapanda. Niliogopa hii mvua ikikuja naweza panda viazi. Hawa ni baadhi ya vijana kutoka wadi ya Lembus ambao ni miongoni mwa walionufaika na mpango wa Nyota awamu ya kwanza. Wanazungumza kuhusu safari zao, namna walivyopokea msaada huo na mipango walionayo iwapo watapata nafasi ya kunufaika tena katika awamu inayofuata. Nikapanda viazi, nikatoa, nika upgrade. Sasa nataka kufungua koti. Hata nikipata the second disbursement because we are waiting for it. Nitaongeza na shamba nilitoa kwa viazi ya nianzishe koti. About treatment now inafanya 5 months. How is it? It's now 5 months. Uko na ngapi? 100. Yes. There are some boilers. Yes. And then I'm waiting for the second and then nianzishe hiki. Nikiongeza. Ngine nitauza tena. Kienyeji ama kienyeji. Yes. So mimi niliamua kupanda viazi. Mimi nilipanda viazi, after kupata hiyo viazi na plan kupata hii kubwe boti kubwa. Juu mimi ni saluni. At least opportunity ni itakuwa hai kwa hapa around, so kuna hiyo biashara around. Ndio nikaenda nikanunua machine na nikaianzisha, but hiyo biashara naona inashika. Ukienda kwa tutapata chips. Sijafungua hiyo. Lakini hata nisiko. Yeah. Ili kufaidika na mpango huu, huyu hapa ni Cheptanui, msimamizi wa mpango wa Nyota katika eneo bunge la Eldoret. Na hii Nyota wakati ilianzishwa ilikuwa inataka vijana between 18 and 29 years. Na wale wenye wako na disability ni 18 to 35 years. Sasa hao ndio wale walikuwa wanaweza benefit. Na pia lazima ukue form 4 liver and below. Usikuwa umeenda more than form 4. Ama kuna mtu wako university hapa benefit? Kunao? Kuna sindio? So that is why tulikuwa tunachukua, tuliona ukubwa ya wale wenye hawana ajira ni wale wenye wametoka shule tu, wamemalizia form 4 ama wale walimalizia class 8. Aidha, anaeleza hatua ambazo kijana anapitia kuanzia usajili, mafunzo hadi kufikia hatua ya kupata mtaji wa kuanzisha au kuimarisha biashara yake. Mara ya kwanza mkaenda mfanyiwa verification. After verification tukafanya nini? Tukafanya training. After training tukafanya nini? Disbursement. Tukapewa pesa. After tumepewa pesa tukafanya nini? Tukafanya mentorship. Si ndio? Kuna mtu wa cohort
Cohort 1 mwenye hakufanyiwa mentorship iko. Si tulifanyiwa mentorship. That is why our businesses ina grow. Lakini je, katika awamu ya kwanza kila kijana alipata kiasi kipi na mchakato wa utoaji wa fedha ulifanyika kwa utaratibu upi? Disbursement wakapewa 22,000. The whole amount ilikuwa 25,000. Wakapewa 22,000, na 3,000 ikawekwa kama savings. So hiyo ilikuwa savings yao. Baada ya awamu ya kwanza kukamilika, je, maandalizi ya awamu ya pili yamefikia wapi? So saizi wanangojea the second tranche ya 25 ya 22,000. This 25,000 should be 20. Inakuja ile inaingia kwa simu ni 22,000, na 3,000 inaingia kama savings. The disbursement inafanywa this month on 27. Kwa wale ambao hawakufanikiwa kwenye awamu ya kwanza, bado wana matumaini ya kupata nafasi hiyo siku za usoni. Cohort 2 tuliwaingiza kufanyia the first cohort second training, that is April. The reason tuliwaleta hao, the number ya wale the cohort 1 ilikuwa less, namba ilikuwa kidogo sana, so wakaona waongeze watu wengi, vijana wengine, so wakachagua kwa wale wenye walikuwa kwa waiting list wakaongeza. Mbali na hayo, baadhi ya vijana wenye simulizi za mafanikio kupitia mpango wa Nyota watapata nafasi ya kuelekea jijini Nairobi kuhudhuria uzinduzi wa awamu ya pili ya mpango huo. What we are doing now, tunatafuta hao wenye wako na success stories, wale wenye kufanya biashara na wakafaulu, and they can showcase their work ama ile biashara wanafanya. So we are picking 6 per ward. Hao ndio tutawapeleka Nairobi wakati wa disbursement of release. Kwa upande mwingine, wale ambao hawakubahatika katika awamu ya kwanza wanaendelea kuwa na matumaini, huku wakieleza mipango yao ya namna watakavyotumia fursa hiyo iwapo wataipata. Ananunuanga kondo na msanga, then anafukanga pale. So I'm waiting for these funds to kuja because niko kwa tu bado. So nangoja ndio at least nipanue biashara. Money can help me in doing farming because at home we have a large land so that I can cultivate maybe potatoes and maize. Miongoni mwa vijana wenye simulizi ya kuvutia ni Alfred Mtai Kibet, ambaye awali alinufaika na mpango wa zamani wa uwezeshaji wa vijana uliokuwa ukijulikana kama Youth Fund. Tofauti na mpango wa Nyota ambapo kijana anapata mtaji wa hadi shilingi 50,000, wakati wa Youth Fund baadhi ya vijana walipata kiasi cha shilingi 5,000 ambacho kilihitajika kurejeshwa baadaye. Alfred anakumbuka namna alivyotumia mtaji huo mdogo kuanza safari yake ya biashara. By that time tulikuwa tuna form group ya 10 members ndio qualify kupewa loan. Na by then tulipewa loan ya 50,000, vijana wangapi? 10. So 50,000 divided by 10 ngapi? 5. Tukapewa hiyo loan. Immediately vile tulipewa loan, vijana wakasplit. Tukutane wakati tutafanya nini? Tutalipa. So tukashikana vijana wawili tukafungua mashine ya popcorns. At that time town ilikuwa noma sana. Tukafungua popcorns machine, tukarun hiyo biashara. Alafu hiyo pesa ya popcorn kidogo tukaona ileti faida sana. Tukapata hiyo faida kidogo, tukakodesha nini? Shamba. Imefika season ya kulipa ile 5,000. So tukalipa, tukaenda phase 2. Second inaitwa cohort 2 kwa kwenu, sio? Tukaomba pesa nyingine tukapewa 100,000. Tukakodesha shamba tena, tukapanda na tunaendelea na ile biashara ya popcorns. Lakini baada ya kuanza biashara hiyo, changamoto zilikuwa zipi na safari yake iliendelea vipi? So tukaongezewa baada ya kufika 250,000. So ikawa vijana wamegrow, miaka imeenda pia, wengine wameenda shule, university, wengine bado, wengine wameoleka, wengine wameoa, tukasplit, sio? So wakati tulisplit, kila mtu akabreak. So wakati tulibreak, mimi nikakuwa consistent na biashara. So nakumbuka
tulienda second kuomba pesa, tukawa tunaambia wapi wale vijana mchukue tena, ikawa ni ngumu kufanya nini, kuchukua pamoja. So mimi nikaenda kivyangu, nikaenda kuomba personal. Kutoka kwenye biashara ndogo, leo Afrika anaendesha duka la pembejeo za kilimo na pia amekuwa mkulima mwenye mafanikio. Nikapewa pesa zaidi, nikakuja nikafungua Agrovet. So sasa mimi ni mwanabiashara, nina run Agrovet. Zaidi ya hapo, ameweza kuwapa vijana wengine nafasi za kazi na kuwasaidia nao kujenga maisha yao. Nimeajiri vijana pia nao ni wa motivate, na pia nao wakishika laini kidogo na waachilia wanaenda kugrow, si ndio? Aidha, Afrika anawahimiza vijana kutumia fursa kama nyota kujijengea maisha bora, akisema sekta ya kilimo bado ina nafasi kubwa ya vijana kuwekeza na kupata mafanikio. Very lucky sana. In fact, uko very lucky. Mkianzia biashara hii vile mnasema ya kuku na viazi na nini, mtaenda faa sana. Mimi mpaka mahali niko sasa hizi nilibenefit kutokea youth funds. Sijaomba loan kwingine. Na unajua hiyo loan ya serikali interest iko chini sana. By then tulikuwa tunapewa 6%. Tuko na opportunities kubwa sana. Sasa the most employing ni agriculture. Achana na kusema walimu na wapi. Ukistick na agriculture na ufanye vizuri, nakwambia sasa inalipa vizuri. Kwa upande wake, katibu mkuu katika Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Kidijitali, Mhandisi John Tanui, amewataka vijana kutodharau mwanzo mdogo, akisisitiza kuwa hatua ndogo zinaweza kuwa msingi wa mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu na jamii kwa ujumla. Biblia inatuambia to not despise the days of what? Beginnings. Small beginnings. Usidharau mwanzo ule wa chini. Because even big things starts with a small step. Even to count a billion, you have to start with 1 shilling, 2 shillings, until you reach a billion. Ameongeza kuwa kukosa nafasi ya kusoma hadi chuo kikuu si mwisho wa safari ya mafanikio, bali nidhamu, bidii na matumizi sahihi ya fursa vinaweza kumsaidia kijana kufikia malengo yake. Katika mazungumzo yake na vijana, amewahimiza pia kujenga utamaduni wa kushirikiana, kuzingatia nidhamu ya biashara na kutumia vikundi kama njia ya kuimarisha maendeleo yao. Because you build a discipline, you build a knowledge, because pia it's a new knowledge. That's where you can find somebody. Unapata mtu ataenda shule, lakini anaweza employ hata mtu ya PhD. Do you know it's true? You have somebody hata hakumaliza form 4. Lakini kwa sababu amesoma the discipline of money and how to make money and how to grow money na culture ya grow, that person can reach any level as an entrepreneur. Na ile knowledge ataandika mtu kazi. Kama anataka accountant, atatafuta accountant wa kumsaidia, sio? Akitaka mtu ya kufanya marketing, ataandika mtu ya market. So you need to learn the discipline of business, and the best way to learn is by working with other businesses. Kwa wale waliohudhuria mkutano huo, ujumbe ulikuwa ni mmoja: hakuna sababu ya kukata tamaa, kwani mafanikio yanaweza kuanza na hatua ndogo lakini yenye malengo makubwa. So even you as business people, you need to find how you can work together. When I used to work for a Chinese company, when we were being trained in leadership, management, teamwork, one of the cultures we used to learn, they used to call wolf culture. How wolves they are small animals, yeah, but they can bring down even an elephant. They can bring down even a giraffe. Yeah, they are small, but they are relentless. They are united. They are strategic. They are organized. So even as business people, you need to find how you can use grow your strengths. You might be small, you might be so disadvantaged, but if you work together, you might create even a bigger story. Kwa wakulima wa viazi na wale wanaolenga kuingia kwenye kilimo hicho, kuna fursa mbalimbali zinazoweza kuwasaidia kuboresha uzalishaji na kuongeza kipato. Wasaidia, juzi tulikuwa Toronga hapa,
Senator aliomba PS wa agriculture alete potato storage facility robo, na alikubali. Tutafuatilia tuone mpaka hiyo ifanyike. Tutafuatilia hiyo ya potato tuone kabisa hiyo iweze kufanyika, ndio watu wetu waweze kufaidika. Mwisho, ujumbe kwa vijana kwa ujumla ni upi? So don't focus on any of your disadvantage. Nilimaliza tu form 4 kuendelea. Hii pesa nilipata ni 50,000 kidogo. It can open a huge door for you. Naam, mafanikio hayaji kwa siku moja. Safari kubwa huanza na hatua ndogo, na fursa inapokuja ni muhimu kuitumia kwa hekima. Natumai umepata kufahamu zaidi kuhusu nafasi ya vijana katika uwezeshaji na kilimo. Hadi wiki ijayo majaliwa, mimi ni Kamau Waithaka nikiripotia Wingu Radio.